Mmezaana ndio maana mmeoana. Mmezaana ndio maana mmefanana. Na popote pale ulipo, upo kwa kuwa umeoana na hapo. Upo kwa kuwa una ndoa na hapo. Na huyo ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu ndoa sehemu ya 3. Mmezaana na huyo mumeo, ndio maana mmeoana. Mmezaana na huyo mkeo, ndio maana mmeoana. Mmezaana na taifa hilo, ndio maana mmeoana na taifa hilo. Mmeendana, mmefaana, mmefanana na taifa hilo. Umezaana na kabila hilo, dini hiyo, fedha, mali, uponyaji, muujiza, uwepo wa chochote kilichopo. Ndio maana mmeoana au mmeendana, ikimaanisha mmefanana. Kwa kuwa chochote kilichopo kipo kwa kuwa kimefanana au kimeoana na wewe, pasipo kujalisha ni nini. Iwe katika matendo, iwe katika fikra, iwe katika njozi au ndoto, iwe katika jinsi yoyote ya uwepo wake, kipo hapo, bado kipo, pasipo kujalisha ni wapi kimeketi, kinaonekana vipi, sura yake ni ipi, ila kwa jinsi ya uwepo wake pamoja na wewe katika uwepo huo, hapo ulipo kipo, yupo akiwa yupo, kipo kwa sababu kimeoana au kimefanana, amefanana na wewe. Na si kuoana au kufanana kwa asilimia kadhaa, ila kimeoana, ameoana kwa asilimia 100, kwa asilimia zote za jinsi wewe ulivyo. Visivyofanana haviwezi kukaa pamoja. Visivyooana haviwezi kuketi pamoja. Visivyoendana haviwezi kuketi pamoja, ila
kuwa chochote kile kipo. Uwepo wa chochote kile kipo. Narudia tena, kipo, yupo. Kwa kuwa, kwa sababu ameoana na wewe, amefanana, ameendana na wewe. Na hiyo ndio inayoitwa ndoa, kimaanisha kuoana au kufanana. Haijalishi ni nini, haijalishi ni kipi, haijalishi ni yupi, haijalishi unamtazama vipi, ila yupo katika uwepo ambao upo wewe kwenye jamii hiyo, kwenye ndoa hiyo, kwenye taifa hilo, kwenye mwili huo, kwenye kijiji hicho, kwenye dini hiyo, kwenye dhehebu hilo, kwenye ofisi hiyo, kwenye kazi hiyo, kwenye anga hilo, kwenye neno hilo, kwenye mbingu hiyo, kwenye afya hiyo, kwenye jinsi vyovyote pale ya uwepo huo, popote pale ulipo, yupo. Kwa kuwa amefanana, ameoana na wewe. Baba yako huyo, uwepo wake na vyote alivyo navyo. Mama yako huyo, uwepo wake na vyote alivyo navyo. Taifa lako hilo, uwepo wake na vyote vilivyo katika taifa hilo. Dunia, uwepo wake na vyote vilivyo katika uwepo wa dunia hiyo. Mbingu, neno, uwepo wote na vyote na kila kimoja kilichopo, pasipo kujalisha ni sayari, ni nyota, ni jua, ni mvua, ni majira, ni hali ya hewa, ni chochote kile kwa jinsi yake, kipo hapo, yupo hapo kwa sababu moja, kwamba ameoana au ameendana, kimaanisha kwamba amefanana na wewe. Kwa neno rahisi, ni pumziko la uwepo wako, ni pumziko lako wewe. Kwa hiyo chochote unachokitazama, chochote kilichopo, yoyote aliyopo, kwa kumfikiria, kwa kumuona, kwa kumsoma, kwa kumwaza, kwa jinsi yoyote ya uwepo wake, huyo yupo. Kwa kuwa ameendana au amefanana, ameoana na wewe uliopo. Ndio mzazi wako yupo kwa kuwa ameendana na wewe, ameoana na wewe. Mzazi wako ni pamoja na vyote alivyo navyo, ndio mzazi wako.
pamoja na mume aliye naye, mke aliye naye, ikimaanisha vyote kwa kutendeka na mzazi wako, kwa kufanyika na mzazi wako, kwa vyote vilivyo ndani yake kutenda kwa jinsi yake. Hayo unayoyatazama ndio sura yenyewe moja ya kuendana au kuoana na wewe. Muda mwingine usipotazama vizuri, utasema wazazi wako wanagombana. Utasema wazazi wako hawapatani. Utasema wazazi wako wanafokezana, wanaachana, wanakaribia kuachana kwa yale uliyoyaona. Nakwambia hivi, jinsi walivyo hivyo ndivyo walivyo, ambayo ndio sura moja. Kwa pamoja jinsi wanayoyafanya ndio sura moja ya jinsi ulivyopatikana, ya jinsi ulivyo, ya jinsi sura yako, mwonekano, uwepo wako ulivyo. Muunganiko wa yote wanayoyafanya, ya maisha yao, ya uwepo wao, ndio sura moja iliyooana, iliyofanana na wewe hapo ulipo mmoja. Ndio, kama hujui, unaweza kwenda ukachungulia wazazi huwa wanafanyaje, ukakuta wapo chumbani, ukajua wanagombana, lakini ndio wanakupata. Jinsi unavyotazama hivyo ndivyo jinsi ulivyopatikana, uwe sura moja. Jinsi unavyoona hivyo ndivyo jinsi wewe ulivyopatikana, unavyopatikana sura yako hiyo inayoonekana hapo ulipo. Ndio. Kwa hiyo unaweza ukaingilia ugomvi usiokuhusu, usiokuwepo. Wewe unautazama ni ugomvi, lakini huu sio ugomvi, wanajua. Wewe unatazama hiyo ni vita, hiyo sio vita, wanajua. Kwani jinsi walivyo hivyo, kwa kukamatana kwao ndivyo walivyokuzaa. Kwa muungano wa kukamatana huko ndio ikapatikana sura moja ya muonekano wako. Ndio hao unao watazama kama vile wanagombana, hawagombani. Hiyo unaitazama ni kama ni vita, sio vita hiyo. Ila huu ndio muonekano wa sura yako hiyo moja ilivyo kwa kupendeza huko.
Hiyo ndio muonekano. Hayo yote yanayofanyika huko, unayoyatazama huko, unayotazama kwa baba na mama huyo, unayotazama kwa mzazi huyo, unayotazama kwa taifa hilo, ndio muonekano mmoja wa sura yako hiyo moja, kwa uzuri huo ulio nao, kwa fikra hizo ulizo nazo. Ulienda kuchungulia kwenye chumba cha wazazi kujua mzazi ukoje. Umewakuta wawili wako hivyo, hawagombani. Hiyo ndio raha yao ambayo imekupata wewe katika muonekano ulionao huo wa kupendeza. Vile ulivyochungulia kwenye chumba cha uzazi, vile ulivyochungulia majirani wanaishi vipi, vile ulivyochungulia wale wako vipi, vile ulivyochungulia taifa liko vipi, yale unayoyatazama ndio raha yao, kwa kuwa ndivyo yalivyo. Na muonekano ulionao huo, unaotazama huo, ndio uliokuzaa, ndio uliokupata, ndio uliotoa, uliofanyika sura moja unaoonekana nayo hapo wewe ulipo. Kimaanisha kwamba muunganiko wa yote unayoyatazama, yule kainua mkono, yule kafanya vile, yule kafanya vile, ndio yametoa sura moja ambayo ndio muonekano ulionao hapo ulipo. Kwa jina ulilonalo, kwa uzuri ulionao, kwa maisha unayoishi. Na ndio maana ukienda kutazama nini kinafanyika na wazazi wako, nini kinafanyika ndani yako, maana naposema wazazi wako ndani yako, wapo ndani ya mfumo wako. Nini kinafanyika na wazazi wako? Nini kinafanyika na mume wako? Nini kinafanyika na mke wako? Yale unayoyatazama ndivyo yalivyo, na kwa muunganiko wake ndio sura moja ya jinsi ulivyo hapo ulipo. Kienda kuchungulia kwa wazazi, unakuta wako wawili. Kila ukimfuata mwingine umuulize kivyake, kwa nini unafanya hivi? Kila mmoja atakueleza kwa jinsi yake. Na kufanya siku zote ukawa unachunguza, na jinsi hiyo ndio inaitwa kuujua ufalme wako. Lakini katika kuujua ufalme wako, tambua hayo sio mapigano, sio vita. Hivyo ndivyo alivyo. Kwa muungano wao huo ndio utengeneza sura moja, ndio sura moja ya jinsi unavyoonekana hapo ulipo katika ubora huo. Emtazama
ingekuwa vipi unavyoitazama damu yako ndani ya mishipa ya damu na jinsi unavyoonekana hapo? Singetamani damu ionekane, ningesema ni uchafu uoshe, lakini upo ndani yako. Na damu hiyo kwa mwonekano wake, viungo vya mwili vingine hata ukivitazama unaweza ukazimia. Ndivyo vilivyo, ambao ndio kwa pamoja vimepatikana sura moja ya mwonekano ulionao mtu. Uwepo wewe popote ulipo. Ndivyo ilivyo katika yoyote unayemtazama, ndivyo alivyo. Taifa unalolitazama, kabila lako, dini yako, dhehebu lako, chochote kile, ndivyo kilivyo. Na jinsi kilivyo, kwa jinsi ya muungano huo mmoja, ndio sura moja yako hiyo ikapatikana. Na ndio maana wewe umeitwa ni wa sura ya kufanana nao. Mmeoana, mmefanana, mmeendana. Na huyo mume na huyo mke na hilo taifa na hicho kijiji. Na kazi kuu ulionayo ni kuitunza, kuilea, kuichunga hiyo sura ulioendana nayo kwa jinsi hivyo ilivyo. Kuishi na pumziko lako, kuishi na sura ya kufanana na wewe kwa jinsi hivyo ilivyo. Ndio kumlea mzazi wako, kabila lako, taifa lako, mke wako, mume wako, mtoto wako, mali zako, fedha zako, hali ya hewa, mazingira yote, jinsi hivyo yalivyo. Kwa jinsi yalivyo hayateseki, bali yanafurahia. Jinsi wanaoyafanya wazazi, baba na mama katika nyumba yao, chumba chao, hawatesani, wanafurahia. Jinsi alivyo mumeo, mkeo, kwa jinsi yoyote hateseki, anafurahia. Ndio maana nimekwambia, unaona vita, lakini sio vita hiyo. Unaona wanateseka, lakini wanafurahia, kwa kuwa ndivyo walivyo. Ni sawa na kutazama ndani ya mwili wako
kuona viungo vya mwili wako vinateseka, moyo unateseka, damu na muonekano wake ulivyo unateseka. Lakini ndivyo ulivyo, ndio kwa umoja wake, kwa muonekano wake ukapatikana sura moja ya uzuri huo ulionao katika ngozi hiyo, ukijitazama kwenye kioo. Ndio maana ninakwambia chochote kilichopo kipo kwa kuwa kimefanana, kimeendana na wewe mwenyewe, kimeendana na kiungo husika, kimefanana, amefanana. Ndio ndoa. Mpo kwa kuwa mmeoana, mpo kwa kuwa mmefanana. Chochote kipo, yoyote yupo kwa kuwa ameoana, ameendana na wewe mwenyewe, na mmeoana kwa kuzaana, mmeoana kwa kuzaana. Nawe kuwa ni sura moja, ni wa sura ya aliyekuzaa. Nanyi kuwa ni sura moja kwa kuzaana, kwa jinsi ya uwepo wako hapo ulipo. Kwa kuwa popote pale ulipo, umepakuta hapo, umepakuta jinsi palivyo hapo. Umemkuta mke jinsi alivyo hapo, umemkuta mwanamume jinsi alivyo hivyo hivyo hapo, umemkuta mzazi jinsi alivyo hapo, umelikuta taifa jinsi lilivyo hapo, umekikuta chochote jinsi kilivyo hapo, na jinsi kilivyo ndivyo kilivyo. Na kwa kuwa umekikuta hivyo hapo, hicho ndicho kilicho cha hapo. Na wewe kwa kuwa umekikuta hapo, wewe umekuwa ni uzao wa hapo ulipokikuta, ni uzao wa jinsi hicho kilivyo, ni sura moja wa jinsi hivyo kilivyo. Ndio na kazi yako ni kukilinda na kukichunga na kukitunza jinsi hivyo kilivyo. Kazi yako ni kumtunza mumeo, kumtunza mkeo, kumchunga mkeo, kumchunga mumeo, mzazi, mtoto, taifa, mali, fedha, hali ya hewa, anga, chochote kile kilichopo jinsi kilivyo, kwa kuwa ndivyo ulivyokikuta. Kwa wewe kuzaliwa kwa jinsi kilivyo, wewe kuzaliwa sawasawa na jinsi kilivyo,
nawe kuwa ni sura moja ya jinsi kilivyo. Na unamchunga vipi mumeo? Unamchunga vipi huyo aliye wa kufanana na wewe? Unamchunga vipi yuyo aliyopo popote pale alipo? Unachunga vipi wanyama wako? Unachunga vipi taifa lako? Unachunga vipi kijiji chako? Unachunga vipi mali zako? Unachunga vipi mume wako? Unamchunga vipi mke wako? Unalea vipi uwepo wa chochote kilichopo ili kiendelee kuwepo? Unakilea vipi? Ni kwa jinsi ya uwepo wako, kwa jinsi ya chochote unachokifanya, ndio malezi au unachunga walio wa sura ya kufanana na wewe, ikimaanisha ndivyo unavyoishi pamoja na sura au pumziko lako. Ndivyo unavyoishi pamoja na pumziko lako. Hivyo hivyo unamtunza mumeo kwa uwepo wako, unamtunza mkeo kwa uwepo wako, unatunza chochote kwa uwepo wako, unamtunza mzazi kwa uwepo wako, unaitunza ndoa yako kwa uwepo wako, ikimaanisha katika jinsi vile hivyo hivyo wewe ulivyo. Unachokifanya, unachokiwaza, unachokitenda ndio kutunza au unaishi, unalea au unatawala ndoa yako. Hivyo hivyo ulivyo. Ndio unatawala ndoa yako. Kwani umetambua wazazi walivyo ndivyo walivyo, na unawasaidia waendelee kuwa hivyo, waendelee kulala kitanda kimoja. Wanaoyafanya kule ndio furaha. Wanaotaniana utaona ni dharau, baba kwa mama, lakini ndio raha yao. Wanavyokimbizana utaona ni vita, wanakwanguana, lakini ndio raha, mahaba yao. Kwa hiyo upo kuishi pamoja na pumziko lako. Kuilea ndoa yako ni rahisi sana. Kulea wazazi wako, mume wako, mke wako, mali zako, mtoto wako, chochote kile, popote pale, ni rahisi sana. Ni huo uwepo wako, na kwa jinsi ya uwepo wako kwenye kila chochote unachokifanya, unachokiwaza, ndio malezi, ikimaanisha unaishi pamoja na pumziko au sura ya kufanana na wewe, ya kuendana na wewe. Basi popote pale ulipo, pokea ndoa ya pumziko lako. Umepokea ndoa ya pumziko lako. Umepokea mume wa ndoa yako, mke wa ndoa yako, familia ya ndoa yako, mzazi wa ndoa yako, taifa la ndoa yako, ikimaanisha umepokea
ndoa ya kufanana, ya kuendana na wewe. Popote pale ulipo, umepokea pumziko hili, umepokea ndoa ya pumziko lako hapo ulipo, na hata sasa unaanza kuishi ndoa ya pumziko lako. Mume kuwa pumziko lako, mke wa pumziko lako, taifa la pumziko lako, chochote kile cha ndoa yako kuwa ni pumziko lako au usaidizi wako. Popote pale ulipo, umepokea na imekuwa kwako hiyo ndoa ya pumziko lako. Haijalishi uko wapi, ndoa yako imepata pumziko, na sasa ndoa yako inaanza kuishi, inaishi pamoja na pumziko hilo. Leo hii inaishia sehemu hii ya tatu. Usikose sehemu zinazofuata. Pia tazama mafundisho haya kwenye ukurasa wa YouTube kwa jina la Andegunyu. Waliooana ni wale waliozaana, walioendana ni wale waliozaana, na walio wanandoa ni wale waliozaana. Na kufanya popote pale ulipo, vyote vipo, chochote kile kipo katika uwepo wako hapo ulipo, kwa kuwa kimeoana au kimefanana na kuendana na wewe kwa kuzaana nacho. Umepokea pumziko hili, umepokea ndoa ya pumziko hili, na imekuwa kwako.